Kwa jina naitwa Man DVD, Man to the DVD kutoka Asnas Music. Yes. Najua kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikakukumbusha kitu, lakini we unakumbuka mara ya kwanza unapata nafasi ya kujua kuna radio station inaitwa Jembe FM. Yani ulijuaje, yani ama ulipata pataje hiyo taarifa? Mara ya kwanza kabisa au niseme nilipata trip ya kwenda Mwanza. Kuna TV fulani hivi ilinialika kule kwa ajili ya kutengeneza vipindi fulani hivi, soundtracks kwa ajili ya vipindi fulani hivi. Lakini katika kusikiza redio nikawa na tune FM, nikatune, ilipofika kwenye Jembe pale nikastop kwa sababu nikaona kama wana vitu fulani hivi entertainment sana. Nikasikia show moja hivi kaanza kutangazwa na Neo pia atakuwepo. Nikasema isikosi. Nataka nione Neo anafanyaje, Neo anaimbaje, alafu anakuja kufanya live. Nataka nimuone akiwa anaimba live anaimbaje. Nikasema lazima nitaingia kwenye hii show na nilifanikiwa kuingia kwenye ile show kushuhudia. Okay. Unakumbuka kwenye show ya Neo wewe uliingia muda gani, yani? Muda ambao unakumbuka hiyo Jembeka Festival wewe uliingia muda gani? Mapema kabisa. Nadhani kabla performance hazijaanza. Okay. Niliingia mapema sana. Kitu gani ambacho ulikuwa unakiwaza kabla ya Neo kufanya ile performance na labda akakifanya nje ya matarajio yako ama labda chini ya matarajio yako? Alifanya ndani ya matarajio ambayo mimi sikufikiria. Nikasema mimi nataka nimshuhudie huyu anataka kufanya nini? Kwa sababu najua watu wa kuimba wakiimba live wanaokuaga wako really ni wachache sana kwenye kuimba. Kwa sababu najua muziki wa sasa hivi watu wanawekewa ma effects mengi. Unakuta mtu akianza kuimba hivi, ndio huyu kweli? Umeona kuna autotune, nilikuwa na hamu sana ya kumuona akiwa anaimba live, lakini nikashuhudia ile show nikaona kweli this man's real singer. Alikuwa anaimba yule cameraman kama alikuwa anamvuta mpaka machoni hivi. Kuna michozi ilikuwa inamtoka. Nilikuwa na mtu mmoja nakumbuka pembeni akasema, yule jamaa analia." Nikasema yule yupo anaimba, yupo katika feeling. Ile feeling anayoimba pale sio ya kawaida. Kwa sababu anaimba kama vile unasikiliza kazi zake, umeplay kwenye kompyuta hivi unasikiliza, yani yuko real. Kwa hiyo manake hisia kweli pia haipatikani kirahisi. Yeah. Noma sana. Yes. Ni ngoma gani ya Neo ambayo ulikuwa unatamani aiperform lakini hakuiperform? Sikumbuki ngoma ambayo nilikuwa natamani aiperform au kuiperform kwa sababu aliimba nyimbo nyingi so nini ile? So sexy. So sick. So sick, yeah. Nadhani pia Miss Independent na hisi aliimba nyimbo nyingi ambazo mimi nilizifurahia. Yeah. Kwenye zile tunasema performance kuna wasanii wengine pia ambao waliperform. Unaweza ukawa na kumbukumbu zako ukiachana na Neo, ni msanii gani mwingine ambaye uliona show yake kwenye Jembeka Festival? FDQ nakumbuka aliperform. Alifanya vizuri sana. Alipanda na beat. Kuna mchizi kutoka Morogoro Stamina. Nakumbuka kabla Stamina akupanda mimi nilikuwa simkubali hivyo kusema ukweli. Ila siku ile mchizi alipopanda yule afu alipanda na beat. Unajua mimi bwana msanii kiukweli akipanda stejini na beat kavu huwa namuheshimu sana. Mimi napenda hiyo sanaa. Lakini Ruby naye alipanda. Ruby ni msanii mkubwa. Ruby ana sauti kali lakini alipanda na wimbo. Kwa hiyo aliniboa, yani alikuwa anaimba hivi, alikuwa anaimba sauti yake kali na ule muziki pia una sauti kali. Alinikwaza kidogo lakini Ruby msanii mkali. Okay. Ni wengi hata Jumanecha nakumbuka alimaliza ile show. Mwishoni Jumanecha mizuka naye Jumanecha pia alikuwa yuko vitu. Mwishoni Jumanecha alikinikisha sana Jumanecha mwishoni. Nakumbuka hivyo. Unakumbuka wakati unasikiliza sa radio labda ni watu gani walikuwa wanakukosha by that time, ama labda watangazaji kama unakumbuka kwa majina au ma DJ kama unawakumbuka? Bwana. Nilipotea majina yamenitoka kusema za ukweli.
Okay. Majina yamenitoka. Lakini ni kitu gani mtu akikwambia useme kuhusu Jembe FM kama radio station ambayo imetimiza miaka 10 unaweza kusema kulingana na radio station ambazo wewe umeshawahi kuzisikia hapa Tanzania na kile ambacho Jembe FM imekifanya? Unajua kwanza kutimiza lengo wakati mwingine inakuwaga ni ngumu sana. Hata miaka 2 pia kutimiza inakuwaga sio rahisi. Kwa hiyo kama Jembe FM mpaka sasa hivi imetimiza miaka 10 ni kitu kikubwa sana. Mimi niwape hongera kwanza kwa kutimiza hiyo miaka 10 kwa sababu pia sio rahisi kama radio. Yeah. Hey, miaka 10 ya Jembe FM. Asante kwa time. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.